Mhorigani mfuatiliaji wa YouTube channel yetu, ni wakati mwingine tena ambapo tumepata wasaa wa kuweza kuzungumza na Sheikh Diwani. Binafsi naweza nikamuita mwalimu, mmoja kati ya watu ambao wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya dini. Kumekuwa na mfululizo wa wengi wanaridhishwa na vile ambavyo amekuwa akivizungumza kila siku, ndivyo vitu ambavyo sisi vinatufanya tuweze kumtafuta kwa ajili ya kuweza kujuzana hiki na kile. Kuna vingi ambavyo tumepanga kuzungumza naye, lakini kubwa zaidi kuhusiana na msiba wa dada yetu anayefahamika kwa jina la Hawa ama Karina, moja kati ya wanawake, moja kati ya wasanii ambao naweza kusema msiba wao ulihudhuriwa na watu wengi sana. Kuna vitu ambavyo vimetokea kwenye msiba wake, ndivyo vitu ambavyo vimetufanya sisi tuweze kuzungumza na Sheikh Diwani aweze kutuwekea sawa vile ambavyo watu wanajiuliza, hiki kwa nini kimekuwa hiki, hivi kwa nini kimefanywa hivi, uhalisia upoje, ama dini inasemaje kwenye vile ambavyo vimefanyika. Sheikh Diwani, asalamu alaykum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, kwa hakika wewe ni miongoni mwa watu ambao wanafahamu kwa siku kadhaa kama mbili hivi palitokea na msiba wa msanii mwigizaji na aliwahi kuwa video vixen anaitwa Karina, moja kati ya misiba ambayo imeumiza vichwa vya watu wengi ambao walikuwa wanamfahamu. Na natamani nifahamu kwamba wewe umesikia ama unafahamu kama kuna msiba ulitokea? Sahih, nafahamu kama upo msiba wa binti huyo, na ni kwa sababu aliumwa kwa muda mrefu na tulikuwa tunaona klipu zake mbalimbali za maradhi, na nafikiri hii ndio imewavuta watu wengi sana kuweza kumfahamu katika maradhi yake mpaka kufikia katika umauti wake. Kwa kweli nimewahi kuyaona sana, na kiukweli Mwenyezi Mungu tu amsamehe, na inshallah sisi tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi ni wake Allah na kwake Mwenyezi Mungu tunarejea. Kwenye swala la kuumwa hapo ndipo sababu ya msingi imenifanya niweze kukutafuta tuweze kuzungumza. Mengi yamezungumzwa, kila mtu anaongea kwake, wengine wanamtupia wanamweka upande wa Mwenyezi Mungu kwamba Mungu ndiye amemchukua, wengine wanaweka kwenye imani potofu kwa maana kwamba alilogwa. Wengi wamesema hivyo, especially hata mashehe, baadhi ya mashehe wameongea kitu. Sheikh Diwani, kwa hakika utakuwa unafahamu haya mambo jinsi yalivyo, umekuwa ni mtu ambaye unafanya tiba kila kukicha. Tuambie, kwa hiki ambacho kimetokea, unahisi ni kweli kuna mkono wa mtu umefanya kazi yake ama ni kazi ya Mungu? Kwa mimi ninavyofahamu ni kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, anasema kullu nafsin dha'iqatul mauti, kwa maana kila nafsi ambayo imeumbwa naye Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi lazima hiyo nafsi itaonja umauti. Sasa inaonja umauti kwa njia gani? Kwa taratibu gani? Haya ni mambo ambayo yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ameyaweka katika siri yake. Mmoja katika wasemi anasema, man lam yamut bisayfi mata bighairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Anasema yoyote yule ambaye hatokufa kwa upanga, basi afahamu atakufa kwa kitu kingine kabisa. Kwa nini? Anasema ta'addadatil asbabu, sababu za kifo zinakuwa nyingi sana, wal mautu wahidun, lakini umauti ni ule ule mmoja tu. Ndio maana utaona watu wengi sana wanatofauti za vifo vyao. Kuna mtu yeye ataumwa kwa muda mrefu, yupo mwingine anaumwa kwa muda mfupi. Lakini kuna yule ambaye pia atapata ajali, na kuna mwingine ambaye hata kuumwa hatoumwa, yani anaondoka ghafla kabisa. Ndio ta'addadatil asbabu, zinakuwa sababu za umauti ni nyingi za aina mbalimbali, wal mautu wahidu, lakini kifo ni kile kile kimoja. Kwa hiyo mimi binafsi naamini kwa dada Karina, Mwenyezi Mungu amrehemu, naamini kabisa ya kwamba ni mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na siku zake zilikuwa zimekwisha. Ingawa pia kusema hivyo hakukatazi kama pia kuna masuala ya kisihri. Uchawi nao upo na una uwezo wa kuua vile vile. Anasema Ibn Qudama, famina sihri ma yaqtulu wa yumarridu wa ya'khudhu al-insanu wa yamnauhu an wata'i imraatihi. Anasema miongoni mwa uchawi kuna uchawi ambao tabia yake una uwezo wa kutia watu maradhi.
yani mtu akaumwa kabisa, na akienda katika duru za kidaktari, vyombo vyote vikipima vinaona kabisa kwamba huyu haumwi, lakini yeye mwenyewe ukimtazama unaona anaumwa na unaona yupo kwenye hali mbaya kabisa. Lakini akasema wama yaktulu, na upo uchawi ambao unaua kabisa, una uwezo wa kumuua kabisa mwanadamu akapotea kabisa katika uso huu wa dunia. Ni miongoni mwa sihiri zipo, lakini haya yote hayawezi kufanyika isipokuwa biidhnillah, lazima kuwe na idhini ya Allah. Allah anasema ndani ya Qur'an katika suratul Baqara aya ya 102, anasema wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Na kuna yoyote ambaye anaweza kufanya uchawi ukaleta madhara kumdhuru mwanadamu yoyote isipokuwa labda Mwenyezi Mungu apitishe hiyo, ndio inaweza kuwa katika hali ya namna hiyo. Si kwamba uchawi hakuna, uchawi upo na vipo vya sheria pia vinaweza vikaonyesha kwamba hapa si hali ya kawaida. Kwa mfano mtu anaumwa maradhi ambayo madaktari wana uwezo wa kuyatibu maradhi hayo, lakini kila wanapopima hawayaoni yale maradhi au wanayaona katika mtindo unaoshangaza, hapo kunakuwa na sihiri zinakuwa zimeingia. Kwa hiyo mimi binafsi naamini tu kwa dada Karina ni kadari ya Mwenyezi Mungu, na inshallah tumwachie yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Najua kuna dua ametufundisha Bwana Mtume Muhammad wakati wa mazishi au wakati wa msiba, tuwe tunasema sana hiyo dua, ambao miongoni mwake wanasema wala taftinna ba'dahu, wala usitufitinishe baada ya kuondoka kwake, tukaanza kutafuta tena nani kamuua, ilikuwaje, isifikie katika hali za namna hiyo. Kwa jambo la msingi, kama yupo aliyofanya hivyo atakutana na Mola wake, atakutana na Mola wake inshallah. Mwenyezi Mungu amrehemu dada yetu. Kwa kweli safari hiyo ni ngumu, safari ya kifo ni safari ngumu. Unajua Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia sana tujiandae sana na kifo, na hii dunia ni mahala pa dhaifu sana, dhaifu mno. Anasema innama dunya baitun fana, hii dunia namna ilivyo ni nyumba inayokufa. Innama dunya kabaitin nasajatuhu al-ankabut, hakika hii dunia ni kama unavyoiona nyumba ile ya buibui jinsi ilivyo, yani dhaifu ndo maana yake, wakati wote inaweza kumalizika. Kwa hiyo kinachohitajika ni watu kujiandaa. Mmoja ana maneno ya msingi sana ambayo pia ni muhimu sana tuyazingatie, mimi na wewe Bwana Nyundo na mzee Hatua pale tuweze kuzingatia haya majambo. Huyu bwana anasema khudh min shababika qabla al-maut wal-haram wabadir at-tauba qabla al-futi wan-nadam wa'lam bi annaka majziyun wa murtahinun waraqibillaha wahdhar zallat al-qadam. Huyu bwana mkubwa anasema khudh min shababika qabla al-maut wal-haram, jitahidi sana kuchukua mazuri na kufanya mema, kutenda yale ambayo yatakayokusaidia kabla ya kufa kwako na kabla ya kuwa mzee. Unajua kuna watu wanasubiria mpaka azeeke ndo aanze kufanya ibada. Kwa nini usubiri kuzeeka? Usubirie kuzeeka ndio ufanye ibada. Ibada nzuri sana zinapendeza wewe ufanye ukiwa kijana, kwa sababu hata yale maswali ambayo mtu atakayeulizwa ataulizwa ujana wako umeutumiaje. Utasema ujana wangu mimi nilikuwa naruka majoka hatari sana, ujana wangu mimi nilikuwa napiga singeli hatari sana, ujana wangu mimi nilikuwa mademu hakuna anayepita mbele yangu. Ndio utasema hivyo? Ni hatari sana katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo jitahidi sana vile vile kutumia ujana wako kabla ya uzee haujakufikia. Wabadiri tauba kabla alfuti wan nadami, lakini na ukimbilie sana masala ya toba, kutubia kwa Mwenyezi Mungu kabla ya wewe kuondoka hapa duniani na kabla ya kujutia. Mara nyingi sana watu huwa tunajuta pale mwishoni. Lau Mwenyezi Mungu lau akhartani ila ajalin qaribi fa asaddaqa wa akun minas sadiqin. Mwenyezi Mungu anasema kuna watu watakuwa wanalalamika, wanasema lau akhartani, Mwenyezi Mungu kama ungenichelewesha mimi ila ajalin qaribi, katika muda angalau muda kidogo tu ungenipa, ningefanya ni fa asaddaqa, ningetoa sadaka mimi wewe, wa akun minas salihin, na ningekuwa miongoni mwa watu wema. Wakati wa muda umekwisha, unaambiwa alana, sasa hivi ndo nakumbuka hayo. Kwa hiyo tunasema wabadiri tauba kabla alfuti wan nadam,
kimbilia sana katika kufanya tauba kabla ya kuondoka hapa duniani na kabla ya kuanza kujutia. Nasema wa'alam bi annaka majziyun wa murtahinun, lakini kadhalika na ufahamu ya kwamba wewe utalipwa na Allah, na kila unalolifanya ni jambo limewekwa rehani. Yani unajiwekea rehani wewe mwenyewe. Kila unachokifanya kinawekwa akiba kwa ajili yako. Ikiwa ni akiba nzuri itakufaa kwa uzuri wake, ikiwa ni akiba mbaya itakudhuru kwa ubaya wake katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kuyashika maneno haya, waraqibillaha, na jitegemeze sana kwa Mwenyezi Mungu. Kimbilia sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahdhar zallatal qadami, na jitahadhari sana na kule kuteleza mara kwa mara. Unajua wanadamu tunateleza katika baadhi ya majambo. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, siwe kila siku wewe tu unafanya mauzauza tu. Fika mahala fulani, geuka, jirudi, kwa sababu hapa duniani tunapita. Nimemwona mimi dada Karina katika hizi nyakati zake za mwisho ambazo ndio nimeanza kumtambua kupitia katika mitandao. Kiukweli ana ishara zinazoonyesha kwamba ni ishara njema. Unajua mtu akiumwa anababaika sana, lakini kuna yule mtu akiumwa anasimama katika imani. Utamuona hata maneno yake alikuwa akiyazungumza, unaona ni maneno ya mtu aliyosimama kiimani. Inshallah Mwenyezi Mungu amsamehe, kwa sababu yeye katangulia na sisi tutafuata baada yake. Zamani nikuulize hilo swali. Vile ambavyo kabla ya kifo chake kuna maneno kunazungumza, lakini kuna mtu alishasema iko kitu kwa jinsi ambavyo Karina imeugua takriban miaka 8. Imeugua, imekuwa ni mtu kitandani. Kama kuna mtu ameyafanya haya kwa lengo la kumwangusha, kumdhoofisha, kuna uwezekano Karina imekufa bila dhambi, kwa maana kwamba yule ambaye amemtendea dhambi zikaenda kwa yule ambaye ametenda, na tukasema Karina ni mtu wa peponi. Hakika kabisa hilo jambo liko hivyo. Ikiwa kweli kuna mtu hata kama hayupo mtu aliyofanya hivyo, labda ile ikawa ni kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu miongoni mwa mambo makubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu anatueleza sisi waja wake, tunapokuwa katika maradhi ni ibada. Yani tunayachukia maradhi, lakini maradhi ni ibada. Sasa yale maradhi wakati unapoumwa utakuwa ya Allah, ya Allah, ya Allah, yani wakati unapougulia, mara nyingi sana jina la Mwenyezi Mungu linakuwa lipo katika ulimi wako. Na Mtume anatuambia yoyote yule ambaye atakayekufa katika ulimi wake ratban min dhikrillah, kuna ule unyevu au ubichi wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu atakwenda peponi. Ipo habari ambayo iliyoelezwa ya kwamba siku moja aliwahi kufa mtu mmoja. Yule mtu ambaye kana asian, alikuwa na muasi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa malaika wakawa wanatazama kuna mahala gani katika kiungo chake huyu mtu ambacho amewahi kukitumia kiungo hicho katika kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, amewahi kutumia miguu yake kwenda mahala panapomridhisha Allah? Miguu inakataa, inasema hapana, bali popote alipokuwa akienda ni mahala pa ovyo. Je, amewahi kutumia mikono yake katika kinachomridhisha Allah? Mikono inasema hapana, bali ametumia mikono yake katika yale yanayomchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, macho yake? Macho yake alikuwa anapenda sana kutazama vitu vya haramu. Masikio yake alikuwa akipenda sana kusikiliza umbea na mfano hayo na mambo ya ajabu. Basi malaika wakatazama katika ulimi wake, fawajadu fiha ratban min dhikrillah, wakakuta katika ulimi wake kuna ubichi wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati akiwa katika gharghara. Gharghara ni ile roho inapofika katika maeneo ya koo, sasa inatoka. Kwa hiyo hapa yeye sasa alikuwa anamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi ilipoonekana katika ulimi wake kuna ratban min dhikrillah, kuna ule unyevu kwa kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabasharuhu bil janna, wakambashiria huyu ni mtu wa peponi kwa sababu ulimi wake umeonekana una unyevu wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa vuta picha, mtu anaugua miaka 8. Katika hii miaka 8 yupo katika maradhi mazito. Maana yake maneno yake mengi yatakuwa ni dhikrillah, ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hata ikiwa kama maradhi haya ni kwa kadari ya Allah, kwa dada Karina kwa jinsi alivyoumwa na muda ambao ameumwa, kwa kweli madhambi yake mengi tunataraji kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyafuta.
katika hali za namna hiyo, kwa sababu ya kule kumtaja sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Mwenyezi Mungu atampa jaza nzuri kwa subira aliyoifanya katika maradhi, sababu si mchezo. Kwenye maradhi kuna mambo mengi. Kuna watu wanaacha imani kabisa katika maradhi, na kuna watu wanakimbia kabisa katika imani yenyewe kwa sababu ya maradhi ambayo yanayowasumbua. Kiona unasimama imara, unazidi kumtaja Allah, unaomba faraja kutoka kwake, unaomba shifa kutoka kwake, we una kitu Mwenyezi Mungu amekuwekea inshallah. Na hatua za mwishoni nikamsikia mama yake akasema maneno fulani hivi ambayo ni bishara njema pia. Anasema jana yake niliongea naye, niliona hiyo klipu, niliongea naye na nikamuona amependeza sana. Nikamwambia mwanangu, jinsi ulivyo hapo mtu anaweza akajua huumwi. Yani kapendeza sana, anang'aa. Hiyo ni ishara nzuri, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia watu miongoni mwa ishara za watu wa peponi ni watu ambao ibyaddat wujuhum, nyuso zao zitakuwa zinang'aa, zinapendeza. Ama wale ambao ni ishara ya watu wa motoni ni wale ambao nyuso zao zinakuwa nyeusi. Amma alladhina swaddat wujuhum, wale ambao nyuso zao zinakuwa, yani kuna mtu akiwa anakufa mwili mzima unabadilika kabisa, mweusi, ishara mbaya. Ama yule ambaye utamwona hata akiwa mweusi katika maumbile yake, utaona ule usi wake unatoa nuru, jua kabisa hizi ni ishara nzuri. Sasa kwa yale kauli tu ya mama yake aliyosema, mimi naona ni bishara njema kabisa. Naomba Mwenyezi Mungu pia amlipe pepo kwa maradhi ambayo ameugua kwa muda mrefu, na inshallah nasi pia Mwenyezi Mungu atujalie pia tuwe ni miongoni mwa watu wa peponi kwa hurma na utukufu wake Allah.